لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Tunaendelea na darasa yetu ya baada salati dhuhri kupitia kitabu Taysirul Allami Sharhu Umdatil Ahkami. Mzee wetu ambaye sasa anaswali pale aliuliza swali wiki iliyopita siku ya Jumatatu kwamba ni ipi hukumu ya mtu ambaye ameacha baadhi ya masiku katika mwezi wa Ramadhani, lakini masiku hayo hakuweza kuyalipa mpaka ikaingia Ramadhani nyingine. Ni ipi hukumu ya mtu ambaye amewacha baadhi ya masiku katika mwezi wa Ramadhani, hakuweza kufunga, akaendelea mpaka Ramadhani nyingine ikaingia? Nikamwambia kwa faida swali hili tutalijibu katika darsa itakayokuja leo ili faida ipate kuenea. Jibu la swali hili liko katika njia mbili. Wanachuoni wamelijibu swali hili katika njia mbili. Jibu la kwanza, man akhara alqadaa li'udhrin, yule atakayechelewesha kulipa masiku ambayo ameyawacha katika mwezi wa Ramadhani bi'udhrin, kwa udhuru, ana udhuru maalum. Kwa mfano mwanamke ambaye ni alhamila, mwenye mimba, hakuweza kufunga katika mwezi wa Ramadhani kwa sababu ana mimba na ameruhusiwa kufungua. Kwa hiyo akawa kuna baadhi ya masiku ameyawacha katika mwezi wa Ramadhani. Baada ya Ramadhani kumalizika akajifungua. Baada ya kujifungua mwanamke huyo akajishughulisha na kunyonyesha mpaka Ramadhani nyingine ikaingia. Amewacha kufunga kwa sababu alikuwa na mimba, akaendelea kunyonyesha mpaka Ramadhani nyingine ikaingia. Wanachuoni wanasema huyo amewacha funga hizo kwa sababu ya mimba. Hivyo hukumu yake huyo atalipa tu hata ikiingia Ramadhani nyingine. Amewacha baadhi ya masiku, hakuweza kuyalipa masiku hayo mpaka Ramadhani nyingine ikaingia, na bado hajayalipa masiku hayo aliyoyawacha. Ramadhani kimalizika atayalipa masiku hayo bila ya fidia. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ana udhuru atalipa tu peke yake. Huyu ni mtu wa aina ya kwanza. Mtu wa aina ya pili ni ambaye akhara alqadaa bighairi udhrin, ni mtu aliyechelewesha kulipa masiku ambayo amewacha katika mwezi wa Ramadhani. Baada ya Ramadhani kumalizika hakulipa masiku hayo, miezi ikasonga mbele mpaka Ramadhani nyingine ikaingia. Kwa hiyo amewacha kulipa kwa kuzembea, hana udhuru wote wa kisheria. Wanachuoni wanasema mtu wa aina hii baada ya Ramadhani hiyo nyingine kumalizika atalipa yale masiku aliyoyawacha, atalipa kwa maana ya kuwa atafanya qadha, lakini wayut'imu an kulli yawmin miskina, na atalisha kila siku maskini mmoja. Akilipa leo, kwa mfano ameacha siku 6 mpaka Ramadhani nyingine ikaingia, Ramadhani ikimalizika atazilipa siku 6 hizo. Wayut'imu an kulli yawmin miskina, na atalipa kila siku na atamlisha kila siku maskini mmoja. Kwa hiyo atalipa na atamlisha maskini mmoja. Sheikh Hassan, waelewa? Mafahamu Huyu ni mtu ambaye amechelewesha kulipa masiku ya mwezi wa Ramadhani, siku alizoziwacha bila ya udhuru, mpaka Ramadhani nyingine ikaingia. Ramadhani nyingine ikiingia ataambiwa funga hiyo kwanza. Akishamaliza kufunga Ramadhani ambayo ni nyingine, atalipa siku 6 hizo pamoja na kulisha maskini mmoja. Kwa hiyo akilipa, kwa mfano anadaiwa siku 6, akifunga analisha maskini mmoja siku ya kwanza, siku ya pili. Akifunga analisha maskini mmoja, akifunga mpaka siku 6 zimalizike. Huyu ni mtu ambaye amechelewesha kulipa masiku ya Ramadhani
masiku yaliyoacha katika mwezi wa Ramadhan biduni udhrin shar'iyyin, bila ya udhuru wa kisheria, bila ya udhuru wa kisheria. Na kauli hii sittatun minas sahabati, masahaba sita wameifanyia kazi kauli hii ya kuwa atakayechelewesha kulipa masiku ya mwezi wa Ramadhani ambayo hakufunga mpaka Ramadhani nyingine ikaingia bila ya udhuru, atalipa na atalisha kila siku maskini mmoja. Kauli hii masahaba sita wameifanyia kazi. Mzee wangu tuko pamoja? Masahaba sita wameifanyia kazi, na hii ndiyo kauli yenye nguvu zaidi katika masala haya, kwa sababu iko kauli ya wanachuoni wanaosema atalipa tu, hatolisha maskini. Lakini kauli yenye nguvu, kauli yenye nguvu katika haya masala, atakayechelewesha kulipa bila ya udhuru, Ramadhani nyingine ikaingia, atafunga Ramadhani hiyo, ikimalizika atalipa siku sita hizo na atalisha kila siku maskini mmoja. Na hii ndiyo kauli ambayo ameitia nguvu mwanachuoni al-alim al-allama Sheikh Ibn Uthaymeen, kadhalika al-alim al-allama al-doktor Suleiman al-Ruhaili na wengineo katika wanachuoni. Jam'un ghafirun min ahli al-ilm, kundi kubwa la wanachuoni, na ndiyo jumhurul ulama, na ndiyo kauli ya jumhurul ulama wamekwenda na kauli hii. Mzee wangu umefahamu vizuri eh? Naam. Kumlisha maskini si pesa nyingi mzee wangu. Ukiamua kumlisha maskini, kwa mfano robo itamshinda. Kumlisha maskini mmoja robo ya mchele itamshinda, na umaskini wake na hali yake bado ndio nasema robo ya mchele haiwezi mshinda. Ushafahamu? Ndio watamlipia. Naam, atalisha maskini mmoja. Ni kiasi kama yani mjazo miwili ya vitanga viwili. Robo. Mfahamu? Sheikh Hassan umeelewa? Naam. Na hii ndio kauli ambayo ndio kauli yenye nguvu katika masala haya, kwa sababu tukisema hivi kwa maana ya kuwa kuna kauli nyingine za wanachuoni, lakini kauli yenye nguvu ni kuwa atalipa na atalisha maskini mmoja kila siku. Kwa hiyo itadepende, aliacha siku 7, aliacha siku 10, aliacha siku 3, akilipa analisha maskini mmoja, akilipa analisha maskini mmoja. Ndio siku 14 baada ya Ramadhani kumalizika alipoa ama hakuweza kuzimaliza, kwa sababu baada ya Ramadhani kama ugonjwa wake ungeendelea mpaka Ramadhani nyingine ikaingia, asingeingia katika hukumu hii, angelipa tu. Lakini maadamu ugonjwa haukuendelea, akawa anayo fursa ya kulipa, atalipa na atalisha maskini kila siku. Umefahamu masala vizuri eh? Naam. Hadithi yetu ya leo ni alhadithu 79 baada al-100, hadithi ya 179, hadithi ya 179 kupitia kitabu chetu Taysirul Allami Sharh Umdatil Ahkam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, hakika mtume sallallahu alaihi wasallam amesema nini? Man nasiya wa huwa saimun fa akala au shariba falyutimma sawma fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Hakika mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man nasiya, yeyote atakayesahau,
yoyote atakayesahau. Na haya yanatokea mwanzo wa masiku ya mwezi wa Ramadhani. Kwa mfano Ramadhani ya kwanza, ya pili, mtu kuna miezi karibu 9 alikuwa anakula huko. Yanatokea wakati mwingine mtu anakunywa maji kisha anatahamaki kuwa ni Ramadhani, yanatokea. Sawa? Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yoyote atakayesahau na hali ya kuwa amefunga, akala au akanywa, nichukue juisi yake mwenyewe akanywa, au kama ni maji akanywa mpaka akashiba, kiu yake kakatika, lakini akija kumbuka mimi nimefunga, atafanya nini? Ataiharibu funga yake, kwa maana ya kuwa ataendelea kula. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea masala haya, anasema yeyote atakayesahau na hali ya kuwa amefunga, akala au akanywa, faliyutimma sawma, na aikamilishe funga yake, aendelee na funga yake. Kwa nini? Akatoa sababu, akasema fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu, hakika si vingine aliyemlisha, aliyemfanya ale katika mwezi wa Ramadhani ni Allah tabarak wa taala. Hakika si vingine aliyemlisha ni Allah na aliyemnywisha ni Allah tabarak wa taala. Yeye ndiye aliyekadiria hivyo ya kuwa mwezi wa Ramadhani utaingia, siku za kwanza zile atakuja kunywa maji, atakuja kula mwenyewe biriani yake, akitamaki yoteuka, kumbe Ramadhani amesahau. Lakini sawa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu huyo aendelee na funga yake. Kwa nini? Kwa sababu Allah ndiye aliyemlisha na Allah ndiye aliyemnywisha, ndiye aliyekadiria yeye ale na anywe. Sawa? Lakini katika masala haya wanachuoni wanatofautiana. Masala katika hadithi kumetajwa masala ya kula na kunywa. Mtu akisahau akila au akinywa, amesahau, anaambiwa aendelee na funga yake. Funga yake ni sahihi kwa sababu Allah ndiye aliyemlisha na ndiye aliyemnywisha. Wanachuoni wametofautiana katika masala ya jimaa. Ana milango toka ianze inazungumzia masala ya kufanya tendo la ndoa. Wanachuoni wametofautiana, na mwanachuoni al-alimul allama al-Bassam ameitaja khilaf hii. Wanachuoni wametofautiana katika mtu ambaye amesahau akastarehe na mke wake. Mtu amesahau lakini mwisho akasema na jambo hili ni baid, liko mbali, yani mke na mume mwezi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, mke na mume wanaanza maandalizi ya kitendo cha ndoa, mukaddimati, mpaka wanafikia katika tendo la jimaa. Hakuna mmoja atakayesema leo Ramadhani, ni si mke wala mume. Inawezekana kweli hiyo? Ndio maana wanachoona akasema hili ni baid, liko mbali. Lakini jambo la kula na kunywa ni jambo linawezekana. Kwa hiyo khilafu iliyokuja katika masala haya ni khilafu ya mtu anaistarehe na mke wake, wakawa wote wawili wamesahau ya kuwa ni mwezi wa Ramadhani huu na wakastarehe. Inawezekana Sheikh Hassan? Inawezekana hiyo? Allahu a'lam. Ndio maana wanachuoni wanasema hili liko mbali. Mmoja lazima atakumbuka tu, ima ni mume au ni mke, atakumbuka kwamba leo ni Ramadhani bwana, leo ni Ramadhani mosi au leo Ramadhani ya pili, tutafanya nini sisi? Haya yameruhusiwa usiku, sio saizi. Lazima mmoja atakumbuka. Lakini fardan wa takdiran, tukadiria ya kuwa limetokea hilo, wakastarehe mpaka wakamaliza, baadaye wakashtuka ya kuwa ni Ramadhani na wamesahau, funga zao ni sahihi. Wanachuoni wametofautiana, lakini kauli yenye nguvu, funga zao ni sahihi, kwa sababu hili na la kunywa na la kula hakuna tofauti. Kinachoangaliwa wamesahau, wakafanya tendo la ndoa mke na mume na wamesahau kweli, funga yao ni sahihi. Watakwenda oga janaba tu, watakwenda oga janaba tu. Sheikh Hassan unafahamu vizuri? Umefahamu? Naam. Kwa hiyo hii ni khilafu ambayo ameitaja ya mwanachuoni al-alim al-allama al-Bassam. Kwa nini anasema hili la ndoa liko mbali? Anasema wali anna an-nisyana fil jima'i ba'idun bi khilafi al-akli wash-shurbi, kwa sababu jambo la kusahau katika tendo la ndoa liko mbali. Yani mke asikumbuke, mume asikumbuke, na ni Ramadhani ya pili ya tatu hivi, inawezekana wote wanaendelea na tendo la ndoa na hakuna mmoja anakumbuka. Mwanachuoni anasema lianna an-nisyana fil jima'i ba'idun, kwa sababu kusahau
katika kufanya tendo la ndoa jambo hilo liko mbali, ima mume au mke, lazima mmoja atakumbuka. Sawa, lazima mmoja atakumbuka. Bi khilafi al-akli wash-shurbi, tofauti na kula na kunywa. Natokea mtu wakati mwingine anakunywa maji akikumbuka leo ni Ramadhani ya pili, Ramadhani ya tatu. Likitokea hilo, mtu anaambiwa aendelee na funga yake. Na hata likitokea la wanandoa kujamiiana kufanya tendo la ndoa, wamesahau, wanaambiwa nendeni mkaoge janaba tu, lakini funga yenu ni sahihi. Na hii ni kauli ambayo wanachuoni wengi wameitilia nini? Wameitilia nguvu. Nifahamu Sheikh Hassan Katika faida za hadithi hii, faida ya kwanza aliyoitaja mwanachuoni al-alim al-allama al-Sheikh al-Bassam, anasema sihhatu sawmi man akala au shariba au jamaa nasiya, usahihi wa saum ya yule mtu aliyekula na kunywa au akafanya tendo la ndoa hali ya kuwa amesahau kuyafanya yote hayo, akala au akanywa au akastarehe na mke wake na hali ya kuwa amesahau ya kuwa yuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo funga yake ni sahihi. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema falyutimma sawmahu, akamilishe mtu huyo nini? Funga yake. Yoyote atakayekula au akanywa akamilishe funga yake, kwa sababu aliyemlisha na kumnywisha ni nani? Ni Allah tabarak wa taala. Yeye ndiye aliyekadiria yatokee hayo. Sawa? Hii ni faida ya kwanza aliyoitaja mwanachuoni al-alim al-allama al-Sheikh al-Bassam. Faida ya pili, ndugu yangu Muislam, annahu laysa alayhi ithmun fi aklihi wa sharabihi. Huyo aliyekula ama kunywa au akastarehe na mke wake katika mchana wa mwezi wa Ramadhan, hakuna dhambi juu yake, hana dhambi mtu huyo. Sawa, hana dhambi mtu huyo aliyekula ama kunywa, liannahu laysa lahu ikhtiyarun, kwa sababu yeye hana kujichagulia katika jambo hilo. Aliyemnywisha na kumlisha ni nani Sheikh Hassan? Ni Allah tabarak wa taala, kwa maana ya kuwa yeye ndiyo aliyekadiria yatokee hayo. Sawa, yeye ndiyo aliyekadiria yatokee hayo. Kwa hiyo anasema hana dhambi yule ambaye amekula na kunywa, kwa sababu mtu huyo hana khiari katika mambo kama hayo. Ni jambo limetokea, na kila linalotokea Allah tabarak wa taala ashalikadiria. Allah tabarak wa taala ashalikadiria. Faida nyingine aliyoitaja mwanachuoni al-alim al-allama al-Sheikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Bassam, anasema maana it'amihi min Allah ta'ala wa saqihi, maana ya kulishwa huyo mtu, maana ya kulishwa na Allah na kunyishwa na Allah, annahu waqa'a min ghairi ikhtiyarin, ni kuwa jambo hilo la kula na kunywa limetokea kwa mtu huyo katika mchana wa mwezi wa Ramadhani bila ya kujichagulia mtu huyo, sio kama amefanya kusudi. Sawa, bali ni Allah tabarak wa taala ndiye aliyekadiria jambo hilo. Kisha akasema wa innama Allahu alladhi qaddara lahu dhalika binisyanihi siyamahu, hakika si vingine Allah tabarak wa taala ndiye aliyemkadiria mtu huyo hilo la kula na kunywa katika mchana wa nini? Katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Binisyanihi siyamahu, kwa kumsaulisha funga yake, akasahau ya kuwa leo ni Ramadhani, akala biriani yake mpaka akashiba, akija tahamaki, leo Ramadhani ya tatu bwana. Ambwa usitie wasiwasi, tayari Mtume sallallahu alaihi wasallam ashatoa maelezo yaliyonyooka kabisa katika hili. Atakayekula ama akanywa kwa kusahau au akastarehe na mke wake kwa kusahau, aendelee na funga yake. Aendelee na nini? Aendelee na funga yake. Tayib. Faida nyingine aliyoitaja mwanachuoni al-alim al-allama, anasema anna amala an-nasi la yunsabu ilayhi, kitendo cha yule mwenye kusahau hakinasibishi kwa yule aliyesahau. Anna amala an-nasi la yunsabu ilayhi, kitendo cha yule aliyesahau, alikula na akanywa, kitendo hichi hakinasibishi kwake yeye shar'an, kisheria, liwuqu'ihi bighairi qasdin minhu, kwa sababu jambo hilo limetokea bila ya kukusudia mtu huyo, bila ya kukusudia mtu huyo, amekujipata tu yuwala ama yuanywa bila ya kukusudia. Sawa. Kwa hiyo haya ndiyo maelezo ya hadithi ya nambari
179 kupitia kitabu chetu Taysirul Allami Sharhu Umdatil Ahkami. Hadithi nyingine, kwa kuwa bado muda upo, tutaongezea hadithi moja katika Taysirul Allami Sharhu Umdatil Ahkam, na hadithi hii tumeipa unwani inayosema hukmu man jamaa ahlahu amdan fi nahari ramadana, hukmu ya aliyestarehe na mke wake kwa maksudi katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Ikitokea mtu amestarehe na mke wake katika mchana wa mwezi wa Ramadhani na si musafir, musafir ameruhusiwa, ni mtu yuko mjini akastarehe na mke wake mchana wa mwezi wa Ramadhani, kuna ahkamu gani ambazo zinamuhusu mtu huyo? Hadithi itaelezea. Hadithi yenyewe ni alhadithu 80 ba'da al-100, ni hadithi ya 180 kupitia kitabu chetu Taysirul Allami Sharhu Umdatil Ahkami. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Abi Hurairah ambaye ni Abdurrahman ibn Sakhri ad-Dawsi amesema, bainama nahnu julusun inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wakati tulipokuwa masahaba wanasimulia, wanasema wakati tulipokuwa tumekaa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam sisi masahaba, idh jaahu rajulun ghafla akamjia yeye, akaja mtu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ghafla, akaja mtu mmoja katika masahaba kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ghafla akaja mtu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, mtu huyo akasema kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwambia nini? Alimwambia, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, halaktu. Alimwambia maneno haya, nimeangamia. Maswahaba wako mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume yuko mbele yao. Ghafla akaja mtu mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia maneno haya, ewe mtume wa Allah, halaktu, nimeangamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mtu huyo, ma ahlakaka, ni jambo gani lililokuangamiza, niambie. Au malaka, alisema moja kati ya maneno mawili haya, shakku min arrawi, ma ahlakaka, ni jambo gani lililokuangamiza, au malaka, una nini wewe? Alimwambia hivyo. Qala, mtu huyo akasema, ambaye alikuwa ni mmoja kati ya maswahaba, akasema, waqa'tu ala imraati wa ana saimun, mimi nimemwingilia mke wangu katika mchana wa mwezi wa Ramadhani na hali ya kuwa nimefunga. Sawa Sheikh Hassan, Kwa hiyo ni jambo liliwahi kutokea katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba mmoja alimwingilia mke wake mchana wa mwezi wa Ramadhani, akataka kujua hukumu yangu ni nini mimi. Akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaenda kumwambia, nimeangamia ya Rasulullah. Kwa nini? Akamwambia, nimemwingilia mke wangu mchana wa mwezi wa Ramadhani. Wa fi riwaya, na katika mapokezi mengine ya hadithi, huyo mtu alisema, asabtu ahli fi Ramadhana, nimemwingilia mke wangu katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Sawa Sheikh Hassan, alimwambia hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumwambia mtu huyo, alimwambia nini? Hal tajidu raqabatan tu'tiquha, je, unaweza kupata mtumwa umnunue kisha umwache huru? Ndo kafara ya kwanza hiyo. Kafara ya kwanza ya mtu ambaye amemwingilia mke wake mchana wa mwezi wa Ramadhani ni kumnunua mtumwa kisha mtumwa huyo amwache huru. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia, hal tajidu raqabatan tu'tiquha, je, unaweza kupata mtumwa umnunue kwa thamani yoyote ile, baada ya kumnunua umwache huru? Qala la, akasema hapana, siwezi, sina uwezo mimi, kama tutakavyoona. Alijielezea kwamba katika mji wa Madina hakuna mtu ambaye ni fukara zaidi kama yeye, kama tutakavyoona katika hadithi. Akasema qala la, akasema mtu huyo, hapana, sina uwezo mimi ya Rasulullah, pesa nitapata wapi bwana? Mimi hoi hae, mtumwa huyo nitakwenda mnunua na pesa gani mimi bwana? Sina pesa za kununua mtumwa na kumwacha huru. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mtu huyo, fahal tastati'u
antasuma shahraini mutatabi'aini, je hili la kununua mtumwa kisha umwache huru, huna pesa sawa, hili linafungamana na afya yako na siha yako. Je, unaweza kufunga miezi miwili mfululizo? Wewe umwingilia mke wako, umefanya moja kati ya kosa. Kwa hiyo kafara ya pili ya mtu aliyemwingilia mke wake katika mchana wa mwezi wa Ramadhani, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mtu huyo, je unaweza kufunga miezi miwili mfululizo? Sheikh Hassan, umefahamu? Bila kuacha, labda itokee ni mgonjwa, umesafiri, itafahamika, lakini uifunge miezi miwili mfululizo, ndo kafara yako hiyo. Hiyo ndiyo kafara ya kumwingilia mke wako mchana wa mwezi wa Ramadhani. Je, unaweza kufunga miezi miwili mfululizo? Alimuuliza hivyo. Qala la, akasema la, siwezi bwana, pesa sina na nguvu za kufunga miezi miwili pia sina ya Rasulullah, sina. Qala Mtume akasema kumwambia mtu huyo, kafara ya tatu hiyo, fahal tajidu it'ama 60 miskina, je unaweza kupata chakula cha kuwalisha maskini 60? Wakadiria kilo ngapi Sheikh Hassan? Watu 60 wakadiria kama kilo ngapi? Watu 60 wakadiria kama kilo ngapi? Tukadirie nusu kila mmoja, itakuwa kilo ngapi Sheikh? Kilo 30 tukadirie kila mmoja ala nusu tuseme, sawa? Kilo ngapi hizo? Kilo 30. Je, unaweza kuwalisha maskini 60? Kafara ya tatu hiyo. Na wanachuoni wanasema kafara tatu hizi ni kwa utaratibu huu, kwa maana ya kwamba kwanza ni kuacha mtumwa huru, umnunue umwache huru. Ikiwa uwezi, utakwenda step 2 gani? Ya kufunga miezi miwili mfululizo. Ikiwa huwezi, utakwenda step 3 gani? Ya kuwa nini? Ya kuwalisha maskini wangapi? 60. Uwezi kuruka ukasema nitalisha maskini 60 moja kwa moja. Wanachoona wanasema la, ni bihadha tartib, kwa utaratibu huu uliowekwa. Kumnunua mtumwa kisha umwache huru. Ikiwa uwezi, utafunga miezi miwili mfululizo. Ikiwa uwezi, kafara ya mwisho ni kuwakusanya maskini 60 na uwalishe. Hiyo ni kafara ya nani? Man jamaa ahlahu fi nahari Ramadhana, kwa yule ambaye atamwingilia mke wake mchana wa mwezi wa Ramadhani. Qala la, akasema hapana, pia siwezi, sina pesa za kununua mtumwa kumwacha huru, sina nguvu ya kufunga miezi miwili mfululizo, sina uwezo na sina pesa za kuwalisha maskini 60. Haya, qala Mtume akasema, fasakata an-nabiy, yani haiwezekani, hili limekushinda, hili haya, huna uwezo maskini, ili la kufunga linahitaji pesa, hili linahitaji pesa, kwa nini limekushinda hili? Kila analoambiwa asema la, siwezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam, fasakata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akanyamaza Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ametulia tu. Fabainama nahnu ala dhalika, masahaba wanasema wakati sisi tulipokuwa katika hali hiyo, Mtume amenyamaza na sisi tumenyamaza, tumsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam atatoa mwelekeo gani wakati tulipokuwa katika hali hiyo. Fabainama nahnu ala dhalika, wakati tulipokuwa katika hali hiyo, idh utiya an-nabiyyu bi'araqi fihi tamrun, ghafla likaletwa pakacha ambalo ama gunia ambalo limejaa tende ndani yake. Ghafla Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa amenyamaza, huyu bwana mambo yote yamemshinda. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyamaza. Ghafla akaja mtu amebeba gunia limejaa tende humo ndani. Qala, Mtume akasema, na ameletewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaletewa akapokea Mtume sallallahu alaihi wasallam gunia la tende hilo. Qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, aina sailu, yuko wapi yule mwenye kuuliza? Yule aliyemwingilia mke wake mchana wa mwezi wa Ramadhani, yuko wapi yule mwenye kuuliza kutaka kujua? Qala ana, akasema mimi niko hapa ya Rasulullah. Qala, Mtume akasema, khudh hadha, chukua ile gunia la tende lilojaa tende, fatasaddaq bi, chukua ndo katoe sadaka. Mtumwa amekushinda,
huna pesa, miezi miwili kufunga huna nguvu, imekushinda, kulisha maskini 60 umeshindwa. Haya, chukua ili gunia uende ukatoe sadaka, ndo kafara yako hiyo. Chukua ili gunia. Tusikilize alisema nini sahaba huyo. Faqala, akasema huyo sahaba kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, aala afqara minni ya Rasulullah, gunia la tende hili nilitoe sadaka kwa mtu ambaye ni fakiri zaidi kuliko mimi? Yani kuna mtu ambaye ni fakiri zaidi yangu mimi. Sasa hii ni opportunity nimeipata, kwa nini nilichukua nimpe mtu mwingine? Aliyasema maneno haya, aala afqara minni ya Rasulullah, gunia la tende hili nilitoe kwa mtu ambaye ni fukara zaidi kuliko mimi. Kwa lugha nyingine unaweza kusema hivi, kuna mtu ambaye ni fukara astahili sadaka zaidi yangu mimi? Ndio maana yake hiyo, sawa? Ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah. Kisha akasema huyo sahaba, fa wallahi, na apa kwa Allah, ma baina labataiha yuridu alharrataini, asema hakuna katika mitaa hii miwili ya mji wa Madina, hakuna katika mitaa miwili hii ya mji wa Madina, ahlu baitin, watu wa nyumba ambayo, afqara, walio mafakiri zaidi, min ahli baiti, kuliko watu wa nyumbani kwangu. Hebu sikiliza vizuri mtume wa Allah, ya Rasul, hebu sikiliza vizuri. Mimi nishapata fursa hapa. Hakuna katika mji wa Madina, mitaa miwili hii ya mji wa Madina, nyumba iliyokuwa fukara zaidi kuliko nyumba ya watu wangu mimi. Ni fukara kupita maelezo, ya Rasulullah. Naanzaje mimi kuchukua gunia hili niwapelekea wengine? Itawezekana vipi mambo hayo? Fadhahika an-nabiyyu hatta badat anyabuhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno mazito kabisa haya. Baada ya kuyasikia maneno haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam alicheka mpaka yakadhihiri meno yake ya magego. Haya meno magumu haya inaitwa adras, haya meno ya mwisho haya. Alicheka Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka yakaonekana meno yake yale magumu kabisa, inaitwa adras, anyab. Thumma qala, kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia sahaba huyo, at'imhu ahlaka. Haya nikuruhusu bwana, sina choice mimi. Sasa ushaniambia hakuna fakiri katika mji wa Madina kama wewe. Sasa mimi nitakuwa nimekuruhusu bwana, at'imhu ahlaka, nimekuruhusu bwana, chukua gunia la tende hilo walishe watu wako, sawa? Kwa hiyo utaona jinsi gani katika hadithi hii mafundisho makubwa ambayo tunayapata ni kwamba mtu atakayemwingilia mke wake katika mchana wa mwezi wa Ramadhani, kuna makafara matatu haya. Na wanachuoni wanasema makafara matatu haya ni kwa utaratibu uliowekwa, ni kwa utaratibu uliowekwa. Kwanza ni kununua mtumwa, au kama mtu ako naye amwache huru mtumwa. Ikiwa hawezi atafunga miezi miwili mfululizo. Ikiwa hawezi atawalisha maskini wangapi? Maskini 60. Kwa hiyo hili tukio kama hili limewahi kutokea katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwetu ni rehma. Leo tunajua mtu ambaye atamwingilia mke wake kwa maksudi, sawa, tunajua tutamuelekeza kwa njia gani, kwa jinsi alivyoelekeza Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawa. Katika faida za hadithi hii ambayo ni faida ya nambari 180, mwanachuoni al-alim al-allama al-Bassam anasema anna al-wat'a fi nahari ramadhana min al-fawahish al-muhlikat, hakika kufanya tendo la ndoa, mume kumfanyia tendo la ndoa mke wake katika mchana wa mwezi wa Ramadhani ni katika uchafu, ni katika mambo yenye kuangamiza, ni katika mambo yenye kuangamiza. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqarrahu ala qawli, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alilikubali hilo kwa kauli ya yule aliyekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amemwingilia mke wake aliposema halaktu, nimeangamia ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ma ahlakaka, ni jambo gani lililokuangamiza niambie, au malaka, una nini wewe, hebu niambie.
Kwa hiyo jambo la mtu kumwingilia mke wake mchana wa mwezi wa Ramadhani ni katika mambo yenye kuangamiza. Hii ni faida ya kwanza aliyoitaja mwanachuoni al-alim al-allama al-Sheikh al-Bassam. Faida ya pili, ndugu yangu Muislamu, anna al-wati'a amdan yajibu alayhi al-kaffara, au anna al-wat'a amdan yajibu alayhi al-kaffara. Kuingilia mume kumwingilia mke wake mchana wa mwezi wa Ramadhani kwa maksudi, jambo hilo linapasa kafara. Wa hiya ala tartibi, na makafara hayo ni kwa taratibu iliyopangwa: kuacha mtumwa huru, kufunga miezi 2 mfululizo, au kulisha maskini wangapi? Maskini 60. Ni kwa utaratibu uliopangwa. Kisha akautaja utaratibu huo: itqu raqabatin, kafara ya kwanza ni kuacha mtumwa huru. Fa in lam yajid, mtu asipopata mtumwa wa kumwacha huru, fasiyamu shahraini mutatabi'aini, atafunga miezi 2 mfululizo. Fa in lam yastati', akiwa hawezi kufunga miezi 2 mfululizo, fa it'amu 60 miskina, atalisha maskini 60. Faida nyingine aliyoitaja mwanachuoni al-alim al-allama al-Sheikh al-Bassam, anasema anna al-kaffarata la tasqutu ma'a al-i'sari, hakika kafara, makafara matatu haya, moja kati haya matatu hayaanguki na kuondoka pamoja na kupatikana uzito. Labda mtu ana uzito, na ndio maana yule bwana alikuwa ni fakiri, hana kitu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtafutia, ghafla zikaletwa tende za sadaka, akamwambia chukua, toa sadaka kama kafara yako. Lakini uweze kuachwa hivi hivi ukamwingilia mke wako mchana wa mwezi wa Ramadhani, na hali ya kuwa usiku umeruhusiwa kustarehe na mke wako. Uhilla lakum lailata siyami arrafathu ila nisaikum, kama tulivyoelezea aya hii katika darsa iliyotangulia. Kwa hiyo kafara haianguki pamoja na kupatikana uzito, lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yusqitha anhu bifaqrihi, kwa sababu kafara Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuiondoa kwa yule sahaba ambaye alisema hali yake ni ngumu, ni fakiri, pamoja na ufakiri wake. Pamoja na nini? Na ufakiri wake. Walaysa fil hadithi ma yadullu ala as-suquti, na hadithi hii haifahamishi ya kuwa kafara mtu huyo aliondolewa, sahaba huyo aliondolewa, bali kafara liko pale pale. Faida nyingine aliyoitaja mwanachuoni al-alim al-allama al-Sheikh al-Bassam, anasema husnu khuluqin nabiy sallallahu alaihi wasallam, uzuri wa tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhu al-Qur'an, kama yetu Aisha anavyosimulia ya kuwa tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni Qur'an. Yale anayoamrishwa kwenye Qur'ani ndio anayoyafanya, yale yanayokatazwa katika Qur'an anakomeka nayo, hayafanyi. Uzuri wa tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuja mtu mbele yake akamsikiliza kwa umakini, akamsikiliza kwa heshima kubwa na taadhimu kubwa, na akampokea na kumsikiliza. Hivi viongozi wetu wanaweza kufanya hivyo? Ukakurupuka tu ukienda mbele yake hivi ukataka kumuongelesha, labda akwambia appointment bwana, appointment. Si hivyo? Katika vyeo manasibu dunia, vyeo vya duniani hivi, ukitaka kumuona governor, ukitaka kumuona MP, tambua appointment. Sheikh Hassan, eka appointment, tutakwambia lini utakuja. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam maa karamihi wa sharafihi wa judihi, pamoja na ukarimu wake na utukufu wake, lakini anakuja mbele yake sahaba, anamuongelesha na anamwambia marhaban bik, karibu, welcome, uliza leo unataka kusema. Angalia jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa na tawadhu, alivyokuwa mnyenyekevu, alivyokuwa anasikiliza, alivyokuwa na sharaf. Lakini pamoja na ukubwa wake, mtu yeyote akimjia mbele yake anamwambia mwacheni. Wasemaje bwana? Hata yule bedui aliyekojua ndani ya nini? Ndani ya msikiti, maswahaba alinyanyuka akamwambia tutakuadabisha, haiwezekani msikiti uje uchafue hapa. Akamwambia adau, mwacheni. Wanachuoni wanasema katika hadithi ile, wanachuoni wanasema ya kuwa kuna mafsada mawili. Mafsada ya kwanza ni talwithul masjidi bilbauli, ni kuchafua msikiti
kwa kukojolewa, yule alikuwa anakojoa, msikiti anauchafua, sawa. Lakini madhara ya pili, mkojo wake tukiukata, ukirudi ndani atadhurika kiafya yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaangalia lile lenye madhara zaidi ni kuukata mkojo wake, akamwambia da'u, mwacheni amalize kojoa bwana, endelea. Bedui yule akawa endelea tu, lakini maswahaba walisimama wakataka kumwadabisha ndani ya msikiti, akamwambia mwacheni. Aliangalia haya madhara mengine haya, tukiukata mkojo wake maana yake ni kuwa atalazimisha urudi ndani, mkojo ambao ushaandaliwa kutoka atapata madhara ya kiafya. Akamwambia mwacheni, lakini nitamuelimisha. Baada ya kumaliza akamwambia njoo. Misikiti haijajengwa ili ikojolewe bwana. Misikiti ni kwa ajili ya swala, kumtaja Allah, kusoma Qur'ani, sawa. Lakini alimuongelesha bilutfin walinin, alimuongelesha kwa lugha nzuri. Mwisho ajua alisemaje? Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana. Ewe Allah, tuonee huruma sisi, tuhurumie mimi na Mtume Muhammad peke yake. Hawa masahaba wakali sana bwana, watakunitandika ndani ya msikiti hapa. Akamwambia laqad dayyaqta wasi'a, rehema ya Allah umeifanya ni finyo hali ya kuwa ni pana, umeifanya ni finyo hali ya kuwa rehema za Allah nini ni pana. Kwa hiyo angalia jinsi gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa na wisdom na hikma kubwa aliyokuwa nayo. Mtu anaingia, pengine ni mtu wa barabarani tu huko, ameingia na nguo zake chafu, anakojoa pale, anaambia mwacheni akojoe. Kojoa bwana, endelea. Kishamaliza anjo. Watoka wapi wewe? Ametoka huko ndani bedui. Sawa bwana, huu msikiti kwa lugha nzuri, hii msikiti imejengwa kwa ajili ya swala. Sawa bwana, kwa ajili ya swala, kwa ajili ya kusoma Qur'ani, kwa ajili ya kumtaja Allah tabarak wa taala. Haikujengwa ili watu wakojoe. Ewe Allah, ni rehemu mimi na Mtume Muhammad. Huyu ndio mtu bwana. Hao wengine wakali sana bwana. Hayo ndio mfano kama huyu aliyekuja mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tupiga mfano tu leo. Leo utakwenda kumuona governor, pengine labda utamuona baada mudhiyi 6 ashhurin, baada ya kumalizika miezi 6 labda. Mbona hapo appointment ziko nyingi bwana, na nyingi sana. Sasa wewe labda tukuandikie mwezi wa 6 labda, sawa. Mwezi wa 6 ndio patikana nafasi, manasibu dunia, vyeo vya duniani. Lakini mwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi gani alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Hassan umefahamu? Naam. Wanachuoni wameelezea wazi ya kwamba katika mambo ambayo yanaharibu funga ya mtu kwa dalili kabisa, kula, kunywa, kustarehe mtu na mke wake, lakini vile vile kujitapisha. Kuna mtu ambaye dharaahu alqai'u, yamemshinda yeye matapishi, amesikia kichefuchefu akatapika. Kuna tofauti baina ya mtu aliyesikia kichefuchefu akatapika biduni ikhtiyarihi, bila kujichagulia jambo hilo, na kuna mtu ambaye amejitapisha. Hivyo mtu anatakiwa awe makini hivi sasa. Kwa mfano kama alfajiri inapoadhiniwa, unapiga mswaki, ule mswaki kuwa makini sana kuuingiza ndani zaidi, kwa sababu kawaida mswaki ukiuingiza ndani zaidi matokeo yake nini? Matokeo yake kutapika. Kuna sehemu mswaki ukifika ndani utatapika. Ukitapika maana yake wewe ndio umetafuta sababu za kujitapisha kwa makusudi. Katika mambo ambayo yanaharibu funga ya mtu ni mtu kujitapisha, lakini ambaye atatapika kwa kichefuchefu yeye mwenyewe, funga yake ni sahihi. Na katika hilo kuna hadithi, man dhara'ahu alqai'u fala qadaa alayhi, yule ambaye atamshinda yeye matapishi hatalipa funga hiyo, ametapika bila ya kujitapisha. Lakini atakayejitapisha atafanya nini? Funga yake itakuwa imeharibika. Kwa hiyo katika mambo ambayo wanachuoni wameyaorodhesha ya kuwa mambo hayo yanaharibu funga ya mtu ni masala ya kwa mfano kula kwa maksudi, kwa nakunywa na kustarehe mchana mwezi wa Ramadhan, na mtu kujitapisha. Haya ameyaorodhesha mwanachuoni al-alim al-allama Abdullah ibn Abdurrahman al-Bassam. Kwa leo tutakomea hapa, inshallah tutaendelea
Jumatatu ijayo tutaingia katika hadithi ya nambari 181, hadithi ya nambari 181 kupitia kitabu chetu Taysirul Allami Sharh Umdatil Ahkami, kitabu cha al-alim al-allama al-Sheikh al-Bassam. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير الجزاء.